Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 25 siku ya Jumamosi asubuhi, tutangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema mahakama yafuta ushahidi wa ACT kuhusu uteuzi wa bunge. Mahakama yafuta ushahidi wa ACT kuhusu uteuzi wa bunge. Lakini DC atilia shaka kushamiri kwa showroom za magari Buza. DC atilia shaka kushamiri kwa showroom za magari Buza. Na Nchimbi, haki ni msingi wa amani. Huyo Dr. Nchimbi asema haki ni msingi wa amani, ataka viongozi wananchi kutokuona aibu kutamka neno haki, kupambania katiba mpya itakayokubalika na wadau wote. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini watu 23 mbaroni kwa ugaidi. Watu 23 mbaroni kwa ugaidi. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe, huku ukurasa wa 3 bado na habari unasema 5 wa familia moja wafariki ajali ya mtumbwi. 5 wa familia moja wafariki kwenye ajali ya mtumbwi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenyewe linaanza na habari inayosema Balozi Mpungwe Mkapa alijenga uchumi wa kisasa. Hiyo ni habari ukurasa wa 6. Huyo ni Balozi Mpungwe asema Mkapa alijenga uchumi wa kisasa. Lakini Nchimbi, komaeni tupate katiba mpya. Huyo ni Nchimbi asema komaeni tupate katiba mpya. Na akili unde yatia hofu elimu ya msingi na sekondari. Akili unde yatia hofu elimu ya msingi na sekondari. Lakini makada 30 Chadema kizimbani kwa ugaidi. Makada 30 Chadema kizimbani kwa ugaidi na kukabiliana na ukahaba kulivyo mfupa mgumu. Kukabiliana na ukahaba kulivyo mfupa mgumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lenyewe linaanza na habari inayosema mapinduzi ya mabasi ya umeme yasiyomwacha mtu nyuma. Mapinduzi ya mabasi ya umeme yasiyomwacha mtu nyuma. Lakini Dr. Mwinyi awapaisha viongozi aliowateua. Dr. Mwinyi awaapisha viongozi aliowateua, waahidi kufanya kazi kwa uadilifu. Lakini Rais Samia mgeni rasmi jukwaa la miundombinu Afrika. Na safari za anga baharini zaimarika mwezi Juni, huku serikali kuwajengea uelewa wananchi kuepuka kuzama majini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenyewe asubuhi linaandika BOT yaonya utapeli noti bandia migodini maeneo ya biashara. Lakini Nchimbi, mtumieni Samia katiba mpya. Huyo ni Nchimbi asema mtumieni Rais Samia kwenye katiba mpya, asema ana dhamira ya kweli kuikamilisha kabla ya 2030. Lakini asisitiza tofauti ya mitazamo zisizotafsiriwe kuwa ni uadui. Na ulega tunafungua Tanzania kwa barabara. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini 23 wa kizimbani tuhuma za mikutano ya kigaidi. Na Dar es Salaam yatangaza vita na madanguro wanaokiuka maadili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Habari Leo kuna habari inayosema ajali za ua 13 Kilimanjaro na Kagera. Ajali za ua 13 Kilimanjaro na Kagera, mtumbwi wa ua familia ya watu 5. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika serikali yazindua mradi mikopo nafuu ujenzi wa vituo vidogo vya mafuta vijijini. Lakini Afrika kuungana na mapinduzi ya viwanda. Nchimbi atoboa siri. Huyo ni Nchimbi atoboa siri, asema Rais Samia anataka katiba mpya, awataka watetezi haki za binadamu kuichangamkia sasa kabla hajaondoka. Lakini ataje sababu kuwa ni kipaumbele chake. Aliahidi kwenye ilani ya uchaguzi mkuu mwaka 2025, asisitiza umoja kitaifa kwa Watanzania. Lakini DC ataka uchunguzi showrooms za magari ya kifahari.
DC ataka uchunguzi showroom za magari ya kifahari, asema huenda baadhi yao zinatumika kuficha fedha za biashara haramu, awataka vijana waachane na dawa za kulevya. Lakini madaktari bingwa wa upasuaji watoa uvimbe nyuma ya shingo ya mtoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Na kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika katiba mpya ni dhamira ya Rais Samia. Huyo ni Dr. Nchimbi asema katiba mpya ni dhamira ya Rais Samia. Ni Nchimbi asema swala hilo lipo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini serikali yazindua mradi wa mikopo nafuu ujenzi wa vituo vidogo vidogo vya mafuta vijijini. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye kurasa za gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora linaandika TARURA yapewa kongole ya ajira na kukuza uchumi kupitia miradi mipya ya barabara. Lakini 14 wafariki dunia, 22 waokolewa hitilafu ya boti Mafia. Na serikali yazindua mradi wa mikopo nafuu. Serikali yazindua mradi wa mikopo nafuu. Dr. Nchimbi, Rais Samia anataka katiba mpya, asema aliyeridhia liwekwe kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM 2025 2030. Lakini sauti yetu gazeti lako linaandika Dr. Nchimbi wa Tanzania pambanieni katiba mpya, na REA azania benki wasogeza vituo vidogo vijijini. Lakini ajali ya boti Mafia 14 wafariki dunia, 22 waokolewa. Na kwenye gazeti lako la Uhuru lenye kurasa wa mbele linaandika 5 wafa ajali ya mtumbwi wakienda kongamano la kanisa. Lakini katiba msingi wa haki. Huyo ni Dr. Nchimbi asema katiba ni msingi wa haki. Na Maganya akoshwa na utekelezaji wa miradi ya Dar es Salaam, huku wanawake wa sekta madini walonga maridhiano tuyafanye wenyewe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Uhuru linaandika mfungaji bora Mali atua Simba, na Singida Black Stars haiboi. Singida Black Stars haipoi na haiboi. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la burudani Sportika na burudani linaandika Msauzi akomalia mastaa. Huyo ni Msauzi akomalia mastaa. Lakini Konde darasa katika ligi yao, Konde na darasa katika ligi yao, jumba la lavalava hatari, Simba ni mabao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sportika na burudani. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika kurandana huyo Geita Gold na Vipers inajipigia tu Kagame Cup. Lakini Nkane arudishwa kundini Yanga. Nkane arudishwa kundini Yanga. Ni Nzima Kagere watu wa kambi ya Singida Black Stars. Mjipange dombi wa Simba kama Haaland. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo, huku Taifa Tanzania linaandika kauli ya Karia kuhusu tuzo za wachezaji yaibua mjadala mzito kwa wadau wa soka. Lakini Manara alipua bomu adai usajili wa geni 12 ni geresha tupu. Manara alipua bomu adai usajili wa wageni 12 ni geresha tupu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Kaizer Chiefs Maema kuna jambo. Lakini Yanga yatajwa kumshusha Gerumugisha, na Singida Black Stars Soa atafunga sana, na polisi Tanzania yapigwa faini ya milioni 7, huku kimataifa Ronaldo afurahia kubaki Saudi Arabia. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Simba Singida Black Stars kuanza kampeni ya ubingwa Kagame Cup leo. Lakini Azam kuweka kambi Rwanda, na KVZ mafunzo kufungua pazia ligi kuu netball Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Simba ya shusha mtambo wa mabao. Simba ya shusha mtambo wa mabao. Lakini Simba Singida kutimua vumbi Kagame leo. Na kimataifa Ken avutia vigogo Ulaya na Saudi Arabia. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye kurasa za michezo linaandika achana na dombi Simba yafuata kiungo.
Lakini kocha wa Yanga aanza na mambo matano. Kumradhi, kocha wa Yanga aanza na mambo matano, atumia saa 3 mazoezini. Yanga Shalulile atua, lakini ratiba yote ligi kuu bara ndani. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti, na huku kimataifa linaandika dili la Bruno na Arsenal la karibia. Dili la Bruno na Arsenal la karibia. Hiyo ni habari kimataifa kwenye kurasa za michezo za gazeti lako la Mwanaspoti. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.